Yes, hali gani mtazamaji, karibu kwenye duru ya michezo, na asubuhi ya leo tuko na ndugu yetu Mikoi Kisugu. Yako mengi sana ambayo yamejiri kwenye ulimwengu wa mpira wa miguu, lakini ziko taarifa ambazo zimeendelea kuchukua hatua toka jana usiku, lakini kubwa ni pressure ya kuelekea mchezo wa kesho kutwa. Yani tunazungumzia siku moja tu imesalia, kesho kutwa mbungi na kwenda kupigwa. Ni dabi ya watani wa jadi Simba dhidi ya Young Africans ambao watakuwa ni wenyeji wa mchezo. Mikoi Kisugu, taarifa ya Ahmed Arajiga kuwa pirata wa mchezo umeipokea vipi? Mimi nimepokea vizuri, na nimepongeza kamati ya waamuzi kwa kuona namna ambavyo wazito wa hii mechi na kwenda kumteua Ahmed Arajiga. Kwangu nimepokea vizuri. Moja, unapokwenda kumzungumzia Arajiga lazima uzungumzie sasa hivi katika waamuzi bora kabisa Afrika Mashariki na Kati, lazima mtaje Ahmed Arajiga. Kwa hiyo kwangu mimi nimempokea vizuri, lakini kikubwa ni kumuomba tu kwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu ili kuhakikisha kwamba haki inapatikana na anayeshinda apate ushindi katika staili ambayo alostahili kupata. Kwa hiyo kwangu nimepokea vizuri uteuzi wa Arajiga. Bwana Kisugu, ziko story nyingi sana zinazomhusisha rekodi ya Ahmed Arajiga dhidi ya Simba, hasa kwenye dabi. Pengine kupoteza kwenu mechi nyingi dhidi ya Young Africans, hasa mwamuzi akiwa Ahmed Arajiga, kuna namna safari linawatia wasiwasi tena kwamba rekodi zisije zikajirudia? Wasiwasi haupo. Pindi endapo nilipokwenda kutafsiriwa sheria 17 za mpira wa miguu. Na labda niseme tu kitu kimoja, Arajiga anachezesha mechi, Simba tunapoteza game pale tunafungwa 5-1. Lakini kama utaleta kumbukumbu vizuri, hayuko mshabiki wa Simba wala mwanachama wa Simba aliyomonyesha kidole Arajiga. Kwa sababu walijua kwamba Arajiga amekwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu na Simba tumeshindwa, tukarejea nyumbani tukaangalia tatizo liko wapi. Wako baadhi ya watu wengine wakaonyesha vidole uongozi wa Simba, wako baadhi ya watu wakaonyesha vidole wachezaji wa Simba, kuna baadhi ya watu wakaonyesha vidole mashabiki wa Simba kwa sababu wanaongea sana kwenye media, lakini hatukuweza kumgusa Arajiga. Sisi Simba tunaamini kwenye matokeo. Sisi Simba tunaamini kwenye kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Leo jaribu kufikiria, lete taswira ambayo iko ndogo kabisa na iko hadharani. Simba tunashindwa goli 5, sisi tunafungwa goli 5 na Yanga. Hatukumwonyesha kidole Arajiga. Simba tunakwenda kufungwa goli 1 bila na Dar es Salaam Africans. Baadhi ya watu tulimwonyesha kidole ndugu yangu Ramadhani Kayoko. Kwa sababu watu wakatengeneza hisia zao kwamba Arajiga wakati tunafungwa goli 5 alikwenda kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Simba shida sio kufungwa. Shida nini? Shida kubwa Simba tunahitaji kuona sheria 17 za mpira wa miguu zinakwenda na tafsiriwa sahihi. Sawa. Na sisi hatuna mashaka na Ahmed Arajiga. Kwa sababu juzi tu shirikisho la soka barani Afrika CAF limemteua Arajiga na crew yake kwenda kuchezesha katika mechi ambazo za klabu bingwa barani Afrika au shirikisho barani Afrika. Maana yake kama shirikisho limemwamini, wenye zamana katika mpira katika bara zima la Afrika, sisi Simba kwa hiyo tuna mashaka naye. Kwa hiyo kikubwa tu tumuombe sana Arajiga ende akatafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Anakwenda kuchezesha dabi. Dabi ambayo anakwenda kuchezesha kuna taswira mbili kwenye dabi. Taswira ya kwanza Kisugu, ukienda kuchezesha vizuri, ukaenda kutafsiri sheria 17, bado utaliacha taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye amani. Sawa. Na ukaenda kuto kutafsiri sheria 17, matatizo yakaanza, mfarakano ukatokea. Hiyo ni taswira ya pili ambayo inapelekea nchi kuondokana na amani, wewe ndio utakuwa chanzo. Wako watu katika mataifa haya hususan kwenye dabi zilipelekea hizi dabi amani ya nchi kutoweka. Wako wa Misri, wako wa Tunisia, wako wa Sudan, wako Algeria. Na ikapelekea mpaka sasa hivi wanapokwenda kwenye dabi kwa kile ambacho kilichotokea nyuma, hawataki tena kuwaamini wazawa kwenye dabi wachezeshe dabi zao kwenye nchi yao. Wanachukua wageni. Arajiga namuomba ndugu yangu asifike huko. Hata kama Paulo Hamza amecommit ndani ya 18 afunike tu. Akifanya makosa ndani ya 18, angalie sheria au kanuni inasemaje. Na hamtomlaumu. Leo Arajiga
kupewa dhamana kwenda kuchezesha dabi. Maana yake Alajiga amepewa dhamana kutengeneza amani ya nchi. Alajiga akumbuke siku ya Jumamosi tarehe hiyo ambayo Simba na Yanga wanakwenda kukutana, taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania focus yao kumwangalia Alajiga namna ambavyo anavyokwenda kutafsiri sheria. Mimi kama Kisugu sina mashaka na Ahmed Alajiga. Una wasiwasi? Sina mashaka naye. Sina mashaka naye. Ikitokea mambo yameenda ndivyo sivyo, tusiishi kwa ikitokea. Moja, tuishi katika kumuombea afya njema na amani na kwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Unajua nyinyi kuna vitu vingine mnachukulia kiwepesi sana. Mpira ni mchezo wa hisia. Sahihi. Na mpira ni mchezo ambao unauma. Leo hii ziko baadhi ya nchi amani ilitoweka kwa sababu tu ya football. Kwa hiyo tumuombea Alajiga enda akasimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Mimi sina mashaka naye. Na huna wasiwasi naye? Wala sina wasiwasi naye. Bwana Kisugu, kwenye hii dabi yako mengi ambayo nazungumzwa, lakini kubwa mchezaji wa Simba anayeongelewa sana ni Elia Mpanzu ambaye hakuwepo katika dabi iliyopita, na mchezaji ambaye alikuwepo peke yake katika safu ya wing ya kulia alikuwepo Kibu Dennis ambaye alikuwa mwiba mkali sana kwa upande wa watani zenu Young Africans, lakini sasa ameongezewa Elia Mpanzu Nkebesi, wala wanasema shughuli ipo kwa Israel Mwenda. Sisi hatuendi kwa ajili ya Elia Mpanzu mchezaji mmoja, tunakwenda kwa ajili ya crew nzima wachezaji wa Simba. Naamini kwamba ubora wao siku hiyo akiamka vizuri na afya njema, ushirikiano wao watakwenda kutupa matokeo mazuri zidi ya mtani wetu Dar es Salaam Young Africans au maarufu anaitwa Nyuma Mwiko. Focus yangu mimi Kisugu na wana Simba si kwa Mpanzu tu. Focus yetu kuona namna ambavyo wachezaji wetu wote wanakwenda kupambana na kuweza kutupa matokeo mazuri. Ila Waswahili wanasema siku zote kuna muda mwingine kachumbari anaongeza kitu kwenye pilau. Wazalamu mmeanza sasa. Kwa hiyo kuna muda mwingine kachumbari inaongeza ladha vitu fulani kwenye pilau. Na kuna mwingine inawezekana pilau mtu akaona bado halijakamilika kwa sababu kachumbari hajaiona. Kwa hapa kachumbari ni nani bwana Kisugu? Mimi naamini Elia Mpanzu ni mchezaji mzuri sana. Na uzuri wake na ndio maana alikwenda kuwashawishi management ya Simba iweze kumjumuisha kwenye kikosi cha Simba. Kwa kumtumia Elia Mpanzu, Kibu Dennis, Fernandes Debora, Ateba, Jean Charles Ahu, Shomari Kapombe, team captain Mohamed Hussein Shabalala, Hamza, Chamaron. Mimi naamini kwa kutumia wachezaji wote wa Simba tuna imani kwamba tutakwenda kufanya vizuri na kutoa point 3. Moja ya maagizo ya msemaji wa klabu ya Simba Ahmed Ali aliongea nanyi waandishi wa habari wakati Simba tunacheza mchezo wa 20. Akasema tunachohitaji sisi kama wana Simba kuhakikisha mechi 10 zilizobaki tunahitaji kukusanya pointi 30. Na leo ni waibia siri tu. Hatuwezi kutengeneza uzito kwa sababu ya mechi tu tunakwenda kucheza na Nyuma Mwiko. Tunatengeneza uzito wote kuhakikisha tunakwenda kuchukua pointi 30 kwenye mechi zote ambazo zilizokuwa mbele yetu. Ni rahisi kiasi hicho. Leo focus ya Simba na target ya Simba tukiweka kwenye mechi moja, maana yake tunaweza tukapata pointi 3 lakini tukapoteza pointi 27. Wako watu focus yao waliiweka kwa Simba, matokeo yake leo CRDB Federation Cup hawamo. Donge. Kuna muda mwingine kujifunza haina maana kwamba mkubwa utakiwa kujifunza kwa mdogo. Kuna muda mwingine mkubwa unatakiwa kujifunza kwa mdogo, kwa namna ambavyo wapi kakosea mimi mkubwa nirekebishe ili nisiingie kwenye makosa kana mdogo alivyofanyaje alivyofanya. Sawa. Kwa hiyo sisi focus yetu sio mechi tu ya tarehe 8. Sisi focus yetu kuhakikisha kwamba tunachukua point 3 kila mechi ambayo ilobaki mbele yetu ili malengo ya Simba yaweze kutimia, tuweze kuwa mabingwa wa ligi ya NBC. Kisugu, mbona kama vile unajitetea mapema ili hata mkifungwa useme nilisema malengo yetu sio malengo yetu makubwa sio mechi hii. 10 mara 3 ngapi? 30. Nimesema tunahitaji pointi zote 30. Mbele zimebaki mechi ngapi? 10. Kwenye 10 hiyo ambayo unazungumzia tarehe 8 haimo? Imo. Tulia Johnson. Kwa hiyo wajiandae Young Africa. Sio Young Africa tu.
Yeyote ambaye sisi tunakutana naye kwenye ligi ya NBC ajiandae. Na labda niwaambie tu kweli watu, sisi tunapenda ushindani. Sisi tunapenda kwenda uwanjani, mbele kuna muda mwingine tuishi kwa pressure, mwishoni tunakuja kupata mafanikio, tunafurahi. Sisi tunahitaji ushindani. Kwa kila mmoja tunaamini kwamba ajipange, aje kushindana na sisi kwa sababu sisi ni timu ya ushindani. Sawa. Kisugu, tumemka na taarifa ambazo zimeanza kusambaa toka jana zikimhusisha afisa habari wa klabu ya Young Africans. Ziko taarifa zinasema kwamba amefungiwa kwa muda ambao ni wa miaka miwili, ingawa shirikisho bado halijatoa taarifa rasmi, lakini wapo Waswahili walishatangulia kunena kwamba lisemalo lipo, kama halipo basi linakuja. Tuambie Kisugu, kwa namna ambavyo umeishi kwenye mpira wa miguu toka zamani mpaka leo, swala la kufungiwa kwa baadhi ya viongozi wa mpira wa miguu Tanzania linakuwa linatengeneza taswira ya namna gani Kisugu? Kwanza nikupongeze sana Johnson kwa namna ambavyo ulivyofanya. Kwa sababu kwanza umetoa uthibitisho jambo hilo halijawa official. Yeah, sure. Ila nataka niseme maneno machache sana. Ubaya ukiuanza unakuwa mtamu kama chocolate. Ukiuanza. Yes. Unakuwa mtamu kama chocolate. Mwisho ubaya unakuwa mchungu kama Coral Queen. Chukua hiyo. Una maana gani Kisugu? Umeniacha kati. Yaani ikatokea leo Johnson umefanya kosa. Wakati unaanza kulifanya lile kosa, unalisikiaje? Ubaya unasikia uzuri? Wakati unaanza unajisikia vizuri. Ukija sasa mwisho wa siku baada ya kugundulika umefanya kosa unafungiwa, unasikia uchungu, unasikia uzuri. Na ndio maana nikasema ubaya ukianza unakuwa mtamu kama chocolate na ukiumaliza unakuwa mchungu kama Coral Queen. Ni wasii sana wasemaji hao. Na niliwaahidi kusema mkutaka kunielewa waandishi wa habari. Nilisema Simba ni taasisi kubwa. Dar es Salaam Young Africans ni taasisi kubwa. Unapopewa dhamana kwenda kuzisimamia hizi taasisi, busara na hekima ikuongoze. Kama unapewa vilabu vikubwa kwenda kuvisemea hivi, kama busara na hekima haiwezi kukuongoza, lazima utatoka kwenye reli. Yanga ni klabu kubwa brother. Sahihi, kweli. Simba ni klabu kubwa. Sahihi. Unapokwenda kuisemea Simba, lete dhana kuna muda unakwenda kumsemea rais au unakwenda kumsemea makamu wa rais au unakwenda kumsemea waziri mkuu. Unapokwenda kuizungumzia Yanga, lete taswira. Kuna muda mwingine unakwenda kumzungumzia rais, kuna muda mwingine unakwenda kumzungumzia makamu wa rais na kuna muda mwingine unakwenda kumzungumzia waziri mkuu. Wasemaji wa hizi timu wanatakiwa wawe na busara na hekima namna ambavyo wakuzisemea hizi timu. Wao kuna msemo unasema ni vioo. Wasemaji hawa kuna muda lazima wajipime. Sio umri, wajipime uwezo wao ukoje. Mazungumzo wanazungumza Kisugu ndio mazungumzo ambayo pia na mimi nahitaji kuyazungumza. Kwa hiyo kuna muda mwingine lazima ujitofautishe msemaji kati yako wewe msemaji wa klabu kubwa na Kisugu. Sasa leo imefika mihala wasemaji hawataki kujitofautisha kati wao wasemaji wakubwa na kina Kisugu. Sikiliza vizuri wewe. Sikiliza vizuri. Ni wasii sana ndugu zangu hawa. Yawezekana hili lisemwalo sio. Kuna msemo umesema lisemwalo laja kama lisemwalo lipo kama lipo laja. Na kuna muda mwingine lisemwalo lipo kama halipo linakuja. Sawa sawa. Mimi siombei kutokea katika hili, lakini nachukua vipaza vyenu sauti kutoa usia kwa wadogo zangu hawa. Wajitafakuri na wajipime kwa namna ambavyo walivyopewa dhamana kwenda kuzungumzia vilabu vikubwa. Sio sifa nzuri msemaji kila siku kufungiwa. Sio sifa nzuri msemaji kila siku kupewa warning. Maana yake inaonekana wewe huna weredi. Sawa sawa. Niwaombe sana wenye mamlaka. Nakiri kwa moyo natamka kwa ulimi. Ni kweli kwamba kuna muda mwingine wanakosea hawa. Na kanuni zilizowekwa hizi wao kama wasemaji wanazijua. Lakini niseme tu hakuna mwanadamu kamilifu. Yawezekana kweli vijana umekosea hawa. Aliyeumba mbingu na ardhi ni Mwenyezi Mungu. Wanadamu wote tunamkosea. Lakini kuna muda ukiomba kwa dhati kwa Mwenyezi Mungu mwanadamu anafanyaje? Anakusamehe. Waangalie kijana ameteleza.
Kisugu mtu wa boli wewe. Watu walijua utamkanyaga. Wamwangalie kijana ameteleza. Sawa sawa. Yawezekana jaziba. Yawezekana hisia. Japokuwa aliyakuwa hatakiwi mtu kama yeye kusimama kwenye standard hiyo, lakini tukumbuke naye mwanadamu, hakuna mwanadamu aliyekamilika. Sahihi. Mistake zipo. Angalia wewe. Naangalia wewe. Ubaya ukianza unakuwa mtamu kama chocolate. Mbaya ukimaliza unakuwa mchungu kama Corolla Queen. Chukua kodi. Asante. Bwana Kisugu, tumeongea mengi lakini tunaelekea kwenye dabi. Zungumza na mashabiki wa Simba Sports. Maana kama matokeo yakienda ndivyo sivyo bwana, uwanja upo katika matengenezo. Na siku kadhaa nyuma tuliona hata shirikisho la mpira wa miguu Tanzania liliwataja Simba Sports baadhi ya mashabiki ambao walihusika katika kung'oa viti. Pengine zungumza nao kama matokeo kienda ndivyo sivyo, watu wasiende na matokeo yao bwana Kisugu. Unajua na matokeo gani alitajwa kang'oa kiti? Mashabiki walitajwa ni wa Simba. Simlipewa adhabu kaka, na mlichangia au kuchangia Kisugu? Au kuchangia? Yaani unajua kuna Alhamisi na kuna Ijumaa. Yawezekana hili ulozungumza liko sawa sawa. Lakini mchezo wa mpira wa miguu tumezungumza ni mchezo wa hisia. Hisia. Haumgusi mtu mmoja, Watu wengi. Ukimwona umemgusa A, Ndio kuna B. Kuna B pia namgusa. Leo waandishi wa habari mmesimama kwenye historia tu kwa sababu Simba ameng'oa viti. Lakini pia hamtaki kusimama kwenye historia Dar es Salaam Africans aliwahi kung'oa viti. Tunazungumzia hiki ambacho kinakwenda kutokea. Tunachozungumzia kutokea, tutumie vipaza vyenu sauti kuwasihi mashabiki wa mpira hususan wa Simba na Yanga wasamini na kuzitunza rasilimali za taifa hii. Pinde ndapo walipokosa kufanya matokeo mazuri, serikali wanawekeza pesa nyingi kwenye miundombinu hii, tusende kuharibu miundombinu. Kwa nini nyinyi mnalalia kwenye Simba? Nimekwambia zungumza mashabiki wa Simba. Tulia wewe tu. Kwa sababu uwanjani hawaendi mashabiki wa Simba pekee, watakuwa Dar es Salaam Africans, watakuwa na mashabiki wa Simba. Tupeane husia mashabiki kwanza kwenda kulinda rasilimali za taifa hili. Kabisa. Wote tuna jukumu hili. Serikali wametoa zaidi ya milioni 300 kwenda kufanya ukarabati mkubwa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Nyingi sana. Pesa zinazotumika ni walipa kodi. Mimi na wewe. Mmoja walipa kodi ni sisi na nyinyi wengine mnaotutazama na kutusikiliza. Kabisa. Sote tuna haki ya msingi kwenda kulinda rasilimali zetu. Kabisa. Kama wananchi. Niwaombe sana mashabiki wa mpira, sio wa Simba. Wote. Wewe maraka sasa mimi naongea na mashabiki wa Simba, mimi naongea na mashabiki wote. Nimekwambia zungumza na mashabiki wenzako. Tujaribu kukontrol hisia zetu. Kabisa, tusiende na matokeo. Kama kweli sisi tuna mahasira, twende tukavunje makabati yetu ambayo tunanunulia nyumbani. Twende tukavunje vikombe vyetu. Lakini mali za umma tuziheshimu na tuzilinde. Na tuzithamini. Wewe umeshika, tuambie mashabiki wa Simba. Amchelewi. Kama taya. Haruna Nionzi anakula umeme. Dar es Salaam Africans anakufa goli la 3. Ndugu yangu mimi fullback wa kushoto kutoka nani? Kutoka Mbeya. Anamtia kitasa Israeli Mkongo. Wakati wa upo viti vilipona. Viti vilipona. Havikupona. Sasa umeshika, waambie mashabiki wa Simba. Mimi sasa naambia mashabiki wote,